Siliki baila bunyanga yai amera senengi ngasia baila bunyanga yai amera senengi ngasia baila bunyanga yai amera senengi ngasia bedeli gaila joye engai nangi tare wini nyage njolwerai soy lo mai rodo elongai na shurie engaro la rabal minyagai bodiro uyangai embiris minyage na mabira engage nyeseriani iyagai sirirore enge warie odama baile bunyanga yai amera senengi ngasia baile bunyanga yai baila bunyanga yai amera senengi ngasia enga ya nyorara imi belegenya taronda rasi iji alfa omega olengire noro no lengiri ngoro airo liro berani orige berwenago enga ine mitarin kenyor ninya bogingai nemetu ninya mayan engi yange sinyari ninya meria marie baila bunyanga yai amera senengi ngasia baila bunyanga yai amera senengi ngasia baila bunyanga yai amera senengi ngasia Are
ambaye nimekaribishwa niseme na sisi sote hapa. Ninajua neno la Mungu lazungumza kwa kila nafsi, lakini leo maneno haya yatuguse sisi wana vikundi. Mbese siangai, mbese sialairorie. Lara ayuna ai tenem na idi mayu na rumorongane idi mai tafsiri lero ya mu mai ne giro mamanyiko onyo na mai sibe giro adaktari onyo na mai ne giro nda onyo. Bisiangai. Kwa hiyo kama kutakuwepo na mkalimani wa maneno haya, ili mimi niyasemee kwa lugha ya Kiswahili, ninaweza kusema kwa lugha yote. Kama ni Kimasai nitasema, lakini mmoja atasema kwa lugha ya Kiswahili. Na kama ni Kimasai naweza kila kitu. Hii ni siku nyingine njema ambaye Mungu ametupa na ametukutanisha kwa siku ya leo. Na napenda kumshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kusema neno hapa kwetu. Na nashukuru naliki sianga ya shela likule na kikundi amaradua pete nyukusini njeyo kana lifetime. Pia nawashukuru viongozi wa kikundi kwa sababu wameona ni vema kutukaribisha sisi kama wachungaji. Na ayu esina ipe kingamaro penya amegole ngolo. Atakayetutia nguvu. Najua vikundi hivi ayola jore kuna kikundi ni ngwene lakwa. Na najua kwamba vikundi hivi vitatu vimetoka mbali. Nemeleleka mbaye na rumilongana kwa abanji nironi la nkumoke bwetati seyani. Na sio jambo rahisi, linaweza kuwasababisha watu wengi hivi kukaa mahali moja kwa amani. Kaka yola aja keti yake irungana kwa tejingambo lo sorungana kwa arasidan. Lakini ninajua kwamba kuna watu ambaye wameingia katikati yenu ambaye ni wazuri. Na ninyebi dimai tusorungana kilukunyo orungana mpaka nolo. Na ndio maana wameweza kukusanya vichwa vingi vya watu wengi kama hawa mpaka siku ya leo. Na ore tata norgekule kijo sere. Na leo ni siku ya kusema kwaheri. Irungana kare kijo kitene sere mamanyika tenebo warbajelene. Ni watu wawili tunawaaga kwa siku ya leo, Mamanyika pamoja na mume wake. Na rungana ko robigori atu andai nere roginda yoleng. Na ni watu ambao wamekaa katikati yenu na kuwasaidia sana. Na geyuta arabe kijogi sininje sere nejogi sinje yo sere ni na amkibo. Na leo inastahili tuwaambie kwaheri na wao watuambie kwaheri kwa sababu tunaondoka. Woro ilanga ile kining nibiritaina. Na neno la Mungu tutakalosikia linaambatana na hilo. Na wore leo na kaisoma adikira na ya jogela sadini keyolo sama Manyika isoma Kiswahili. Na neno hili tutakalolisoma ni neno ambalo linapitia siku ya leo na pia ni kutoka wore leo ilanga ni mwa kitabu Korinto leare. Na neno la Mungu tunapata kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Negwe soma ya madwa Romano kuni. Na tutasoma mlango wa 13. Negi soma orgereri obake. Na tutasoma mstari mmoja tu. Mrs. Yangai, Bwana Yesu asifiwe. Naraki soma elori lor Korinto liare ya madwa Romano kuni. Kwa hiyo tutasoma kitabu hiki cha Wakorinto wa pili mlango wa 13. Kisoma urigele Romano obo. Tutasoma mstari wa 11. Hatimaye ndugu, kwaherini. Mtililike, mfarijike, nieni mamoja. Mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Amen. Amen. Cha Wakorinto wa pili mlango wa 13 mstari wa 11 inasema hivi. Wore anabaye lalashara lainei.
na engiranapara endo riei ngoiroi inyi yandang'amu enkikoai endo ning'oto maote endo bikie eseriani naa keeku Enkai enyorrata weeseriani tenebo oandai. Mbese Enkai. Ore kulo rei maneno haya na rei apa ogira Paulo airorie kulo tung'anak lorkorinto. Ni maneno ambayo Paulo alikuwa anaongelesha watu wa Korinto. Ekibagua enkata apa nelo sinye Paulo alaing'ua iltung'anak. Ilifika wakati Paulo naye alikuwa anaondoka kwenda. Neeku akegira aitanapare kulo tung'anak. Ikawa anawaaga hao watu. Neeta mbaa sidan naatiaka. Na kuna mambo mazuri aliwaambia. Amu kumok imbaa naang'uiki alarikoni kulie. Maana ni mambo mengi ambayo kiongozi anawaachia wengine. Leo ore taata Mamanyika naa kegira aitanap intai. Leo Mamanyika anawaaga leo. Ore kulo rei ninye ipirita oleng. Na haya maneno ndio ya muhimu kwenu. Etanapa ntai enkata nyie muda mrefu. Etotona tenebo ntai tenkata naado. Amekaa na nyie muda mrefu. Melelek mintibiru orkimanyi lijele olchoni la Maasai. Sio rahisi mtengeneze sehemu kama hii sisi kama Wamasai wenyewe. Amu mekidol enelakwa. Kwa sababu hatuoni mbali. Kake loru oltung'ani odolisho netodol kulie kenkoitoi. Lakini kuna mtu alikuja na akaona na akawaonesha njia. Neloru oltung'ani odumu kulie tung'anak tenkaraki embarakinoto sidai wenyorrata naing'ua na akaja mtu mwingine atakayewainua nyie kwa sababu ya upendo alienaye ndani ya moyo wake. Metaa ore tekulo rei lena olong' etaata. Kwa hiyo kwa maneno haya kwa siku hii ya leo, egira ele marei ajoki ntaisere. Familia hii inawaaga na kuambia kwa heri. Kake eeta mbaa naayieu nai nibung'ubung'u. Lakini kuna mambo ambaye hii familia inahitaji nyie mshike kama wanakikundi. Ore piidim ena ele turrur linyi atubulu. Ili kikundi hiki kiendelee kukua. Eyieu peeta kuna baa piibung'ubung'u kuna baa. Inahitajika nyie kama kikundi kushika haya mambo. Ejeleloi ore enabayie lalashara laine. Ili neno linasema ndugu zangu. Naa enkitanapata. Nawaambia leo hii. Nejo endoriei ingoitoi inyi. Nyoosheni mapito yenu. Entang'amu enkikoai. Sikilizeni mafunzo yangu. Endotoni maate. Kaeni kati yenu. Entobikie eseriani. Kaeni na amani. Ore ena baye naje seriani. Jambo hili linaloitwa amani. Merumoyu teleleki. Halipatikani kwa urahisi. Aing'oruni tenyuata. Unatafuta kwa kukazana. Aing'oruni tenyuata. Unatafuta kwa kujitahidi. Melelek eseriani peejing' empolos oltung'anak kumok. Sio rahisi amani kuwa katikati ya watu wengi. Kake ina aje ntoki nabo. Lakini nataka niwaambie jambo moja. Etii ilarikok oing'uakini ele turrur. Kuna viongozi watakaoachwa katikati ya hawa watu. Nibelekenya erikore aibelekenyana toorishat. Na uongozi unabadilika kila wakati. Kake yeuni peang'as ilarikok aatum ena baye naje seriani. Lakini inatakiwa kwanza viongozi wapate amani. Netum entoki naje seriani nehortaki irkulie keseriani. Na viongozi wakipata amani watawaambukiza wengine amani. Kake tenelau ilarikok eseriani niibile eseriani tempolos oltung'anak. Lakini viongozi wakikosa amani hata ndani ya grupu lingine litakosa amani. Nejoito naa taata ele marei entobikie tiatua eseriani. Na familia hii inasema kaeni katika amani. Amu nakata itumutumu mbaa sidain. Maana ndio mtapata mambo mazuri. Netejo sii naa tenitonini teseriani. Na wamesema na mkikaa kwa amani. Neeku Enkai tenebo oandai. Mungu atakuwa pamoja nanyi. Niarare seriani. Na mkifukuza amani. Nimisija Enkai tiatua ndani. Na Mungu atapotea katikati. Ameyieu Enkai entoki naje seriani. Kwa sababu Mungu anataka kitu kinachoitwa amani. Neyieu Enkai entoki naje embarakinoto. Na Mungu anahitaji kitu kinachoitwa utaratibu. Na nepetejo tenetii eseriani empolos ekuna kikundini uni. Na ndio maana amesema kama kuna amani katikati ya hivi vikundi. Na akeeku Enkai enyorrata tenebo oandai. Mungu wa upendo atakuwa katikati yenu. Aina hii nisoma yorgeni le tomon aware. Nataka tusome mstari wa 12 na Mamanyika asome kwa Kiswahili. Mbese Enkai. Mbese Enkai. Mbese Enkai. Anda damura ara ajo merani wening'uang'u.
Kumbukeni kwamba mlipotoka sio karibu. Wale wewe ni mwama ndonyo olonyo. Mahali mlipotoka ni milima juu ya milima. Kanada mwabengi kundi na bona dia adwangu lek abanaji neno na kanisa na geja ba. Wa serikali. Kiyunai bigi bigi dia adwa nakara. Tunapenda muendelee kudumu ndani ya upendo. Wala nasia inabaki na rasake. Ili jambo hili lililofanyika hapa Emenjage imen. Msikubali lipotee. Mbese siangai. Emenjage imen. Msikubali lipotee. 12. Okay, mstari wa 12. Ndio. Salimieneni na kuabusu takatifu watakatifu wote wanayowasalimu. Amen. Mbese siangai. Yeye arubulu diadu andai ene anashakinore. Ili upendo uweze kukua katikati yenu kama inavyotakiwa. Awomono ba mairahe na lende ne wei. Naomba nisisimame sana hapa. Kaka awomono na lengbe kisoma angai kitabu na bayete ne wei. Lakini naomba tusome kitabu kingine cha mwisho hapa. Kisoma angiragor Filipi. Tutasoma kitabu cha Wafilipi. Na omoni ala esta ni bere rokio aisoma sieta ngoro o Swahili. Tutamwomba mchungaji atusomee kwa lugha ya Kiswahili. Wafilipi 2. Mbugu wa Filipi amatu yare. Orgerela doko ya maraba ikimet. Mstari wa 1 mpaka wa 5. Mera kisai. Ndio ni soma. Soma hii. Masai. Mbese siangai. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Nedo jukulore maneno haya yanasema hivi katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ile ya 5. Maneno yanasema hivi, basi ikiwapo faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwapo ushirika wowote wa roho, ikiwapo huruma yoyote na rehema, ijazilizeni furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Kila mtu aiangalie mambo yake, asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Mstari wa 5, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye mstari wa 6, yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, na kuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Amen. Mrs. Shangai. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambaye anagira anyimune lewe. Jambo linalozungumziwa hapa. Wale ambaye anawiki yoga na mama. Jambo analotuachia huyu mama. Maroro ni tiagwa abara kinoro sidai. Tukae katikati ya utaratibu mzuri. Mara rungana kwa era kwa walekai tiago walekai. Tuwe watu wa kujishusha mtu kati ya mtu. Mara rungana kwa muramba elekai rungani nimekulona. Tuwe watu wa kuangalia mambo ya mwingine lakini sio ya kwako mwenyewe. Teneki asambaye. Ndugu mgeni rasmi, kikundi cha Napo ni kikundi cha wakina mama walio na familia zao na wenye majukumu ya kutunza familia zao. Ndugu mgeni rasmi, jina la kikundi ni Napo na kilianzishwa mnamo mwaka 1997 na kilianzishwa kikiwa na wakina mama 5 hadi kufikia sasa kina wakina mama 53. Kikundi kinajihusisha na kazi mbalimbali kama ushonaji wa mapambo ya shanga, ngozi na vibuyu, kusaidiana katika hali mbalimbali za wanakikundi kwa shida na raha. Malengo na madhumuni ya kukutana pamoja. Kikundi kilianzishwa kikiwa na malengo yafuatayo: kuunganisha nguvu ili kujiletea maendeleo na kuinua maisha ya wakina mama na kubadilisha elimu na ujuzi wa kazi wanazozifanya, kusaidiana na kuchangiana katika shida na raha mbalimbali za familia zao kama kusaidiana upatikanaji wa chakula wakati wa kiangazi na njaa,
kusaidiana upatikanaji wa mavazi mifugo kama vile mbuzi, kondoo na kujengeana nyumba za kudumu zilizoezekwa kwa bati. Kujenga na kuwa na eneo letu la kufanyia kazi na shughuli mbalimbali za kikundi. Kuwa na katiba ya kikundi, yaani mwongozo. Kazi tunazozifanya. Ndugu mgeni rasmi, kazi tunazozifanya katika kikundi ni kujifunza kushona mapambo mbalimbali, kuendesha mikopo ya vikoba ndani ya kikundi, kusomesha wanafunzi wa wanakikundi, kujenga nyumba za kudumu, kusimamia eneo letu lisiharibiwe, kutunza mazingira ya eneo letu, pamoja na elimu ya kidini. Elimu. Ndugu mgeni rasmi, kikundi kiliwashika wazazi mikono kwa kuwasaidia wanafunzi wanapoanza elimu ya sekondari kwa kiasi cha shilingi 250,000 kwa mtoto mmoja kwa kila mama, na kila mama alisaidiwa idadi ya watoto wawili, ambapo iligharimu kiasi cha shilingi milioni 26,500,000. Ujenzi. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kujenga majengo yafuatayo: ofisi 3, holi kubwa, nyumba moja iliyoezekwa kwa majani, nyumba moja iliyoezekwa kwa bati. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, tuna changamoto katika eneo letu la ukosefu wa fedha za kuendesha CBO yetu. Pia tuna ukosefu wa masoko ya kuuzia bidhaa zetu. Shukurani. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuwashukuru wafuatao: familia ya Dr. Steven, mashirika mbalimbali kama shirika la OBA, Asante Network, Mwedo, Knowles, GEA, Red Note, PWC, pamoja na wageni mbalimbali kutoka makanisa ya Marekani. Asanteni sana. Kwa majina ni Margaret Mika, katibu wa kikundi. Anasema sisi wengi tulioko hapa tumekuwa kupitia hiyo damu apake di shule kirowati egira na mama ariare pare na ore ntoki sabu ne kisomare na rakasi langai kenya. Anakumbuka kwamba alipokuwa shuleni kalikuwa kama alikuwa anafanya missionary, kwa hiyo tulisoma kwa kazi ya mikono ya mama. Nyakuru bakara egira amoriki yoto kitangaraki ngidi ko renyo kuna mama. Kwa hiyo hatujafundishwa na jambo lolote kwa sababu ya ile ushirika wetu pamoja na wakina mama hapa. Ata kama yana kenda yanga ite ni bobo ndai angom ni bobo kama yana kenda yanga ina yanga ina. Muende katika nchi mtakayokwenda ni Mungu tu anaendelea kuwabariki sana. Amure ama yani sabu dai. Kwa sababu mmekuwa baraka kwetu. Mara kija shole na tunawashukuru sana. Tandara kitu bwigora ngobang ladino abaneja kwa sababu mmekaa katika nchi yetu kwa miaka hizo zote. Ni tuto nini pesho akete ite amaya. Amkukaa bure, mmekuwa baraka. Ajo kisindana mama. Na waambie wakina mama. Irobiko neme ndo me agora longanya wetu miro ndai na mama nyikake na tandara ki iretishosho ni mire talapa ni wali toki. To me agu neja. Anawaambia kwamba sio kwamba ni kwa kipindi tu mlivyokuwa mnakaa kwa kina mama Nyika alafu mkashona mnafanya mnapata mapato, isiwe hivi. Maana najua kila wakati mwisho wa mwezi habari shage kila reniti ngalaba nani ngage rono yeyo. Kipora ranga muno hivi ni pesa yangu. Nasema kwamba anakumbuka kwamba ikifika mwisho wa mwezi wakina mama anasema leo tunaenda kupokea kitu chochote cha kwetu. Na leo ole na long nangamu elia gatro kiti yangu. Na siku ya kipokea unaona tu kitu kizuri nyumbani. Sharu na long idi mara sharu ro bengiringo idi mara sharu kuri mara kisidan. Bengiru manda sida ya muno long hapo asano mamaragas. Tunapata chakula kizuri kwa sababu siku hiyo wanapata mapato. Amo enoto kiono. Maana imepatikana kitu. Kaka wale naolanga bike na mama Nyika na sira sokoni nini mpesa ini wale ni nani? Kwa wakati huo ilikuwa ni mama. Inawezekana mama Nyika ndiye anapambana kutafuta masoko, anapata pesa, mnapata kitu hapo. Paka kama ameloiro aiwaroro. Kama sasa leo wanaondoka, je, mtaachana? Amo ore vero biganga yangara na banji na kejo pepuku mama Nyika tanda. Na Mungu aliweka kwa muda huu ana shughuli anakitwele sidai maka kemba kumonale eromo no kokiyo ore denetile ridwani lodi atrayo kaje kauna mera kijo kiashe
laikitak kijoki ashe larikok lang itung'aitie isiaitin linyi nipuonunu aineneng' iyiok. Kijoki ntae ashe naleng'. Akore mbele ang' etii enkare nikiok. Kiomonu pee iandaari ina are nikiok. Ore pikiok pikiindip basi nitii huru metaa nikiomonu olaisiayani peomonoki endaa pikitumoki ataanyu. Karibu. Alaye hoyo laleyo, alaleyo laleye, hoyaye hoyayo. Hoyayo, 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 hoyayo.